wananchi. Tulikuwa tunasubiri kwa hamu kumuona bingwa anaanza vipi ligi. Umemwonaje? Bingwa kaanza vipi? Ameanza kibingwa au kiupole upole? Of course Young Africans wameanza kwa kishindo, mabao 3-0 ni ushindi wa kishindo dhidi ya Pamba Jiji ambao walikuwa na mechi nzuri, na hivyo wametoka kucheza mechi dhidi ya Namungo, mechi ambayo walitangulia kupata bao lakini wakachomolewa, ili disappoint, wakavuna angalau alama moja Lindi. Kwa hiyo ilikuwa mechi ya pili, at least wanahitaji kushinda, lakini mbele yao ilikuwa ni Young Africans. Kwa hiyo ikawa mazingira magumu kwa wao kupata ushindi, lakini wameonyesha good performance. Yes. Young Africans ni kama timu iligawanyika mara mbili. Kwa mimi ambavyo nilitazama mechi, kwa sababu nilikuwa uwanjani. Kuna ile timu ambayo ilianza kipindi cha kwanza, wachezaji ambao wengi msimu huu kuanzia kwenye yale matamasha na mechi za kirafiki hatukupata kuwaona, na wale walioingia kipindi cha pili. Wale wa kwanza binafsi performance yao ni kama sikuona ile Young Africans ambayo naifahamu. Garibu Mzinga, wewe ni mtu wa mpira, umeitazama mechi vizuri. Kulikuwa na utofauti gani kati ya Yanga ile ambayo ilianza kipindi cha kwanza dakika zile za kwanza hadi 45 na ile Yanga kipindi cha pili? Yes, ni kweli kuna hiyo hoja. Nimeona kwenye uteuzi wa kipindi cha kwanza, uteuzi wa wachezaji wengi ilikuwa ni wapya kwenye kikosi, hususan kwenye maeneo nyeti. Kwenye kikosi cha ulinzi wa ukabaji alikuwa ni Bala Musa Conte. Kwenye ulinzi kwa mimi, kwenye kiungo cha ushambuliaji au uchezeshaji alikuwa Lassine Kouma. Striker mwisho ni Andy Boyeli. Yes, winga alikuwa anacheza Edmund John. Kwa hiyo kuna neno mimi nilikuwa natumia, nasema fluidity, yani kilainisha akipo. Yani inaonekana kama Yanga icheze vizuri kwa sababu alikuwa na collection ya wachezaji wengi wageni ambao hawakuwepo ndani ya Young Africans. Kwa hiyo wenyewe maybe pia hawajui standard ya Young Africans. Sawa. Kwa hiyo walikuwa wanacheza tu, lakini second half ndio ilibadilika. Kubadilika kwa kipindi cha pili ni kuingia kwa Mohamed Dumbia. Of course ni mchezaji mgeni, lakini kaenda kucheza na seti ya wachezaji wote wenyeji. Kwa sababu kama uliona vizuri kipindi cha pili alifanya mabadiliko ya safu nzima ya midfield. Yes, akina Max wote walikwenda nje. Aliingia Aziz Ndabwile kwenda kuleta utulivu katika eneo la kiungo cha chini. Aliingia Mudathir Yahya, aliingia Pacome Zouzoua, aliingia pia Mohamed Dumbia. Shaona hao wote wamekwenda kwenye eneo la kiungo, eneo ambalo kwenye football tunaambiwa ili control match unatakiwa ku control midfield. Control midfield ni control match. Kwa hivyo Young Africans first half ilikuwa ngumu. Hata ukiangalia comments za watu wengi sana katika platform mbalimbali, watu walikuwa wanaonekana kabisa kwamba wanaiona Young Africans ambayo sio ile ambayo wamezoea. Lakini kwenye second half, baada ya kuingia hao wachezaji ambao wanafahamiana sana, wachezaji ambao upande wa Pacome ambao unafanya acceleration nyingi, tukaona Young Africans ikiflow vizuri. Na hata magoli mengi yamekwenda kufungwa katika kipindi cha pili, si ndio? Na magoli ya kwenye mfumo, yani mtu anakutafuta na anapita kwenye njia, yes, anakumaliza. Yep. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, na muda tulikuwa umeisha. Kama muda ulikuwa mwingi zaidi, Yanga alikuwa na flow zaidi, yes, ongeza kufanya zaidi hapa. Nataka uzungumzie kuhusiana na individuality kile kikosi cha kwanza kilichoanza. Achana na collective ambayo watu wengi wanajaji kama hawakucheza vizuri. Ulivyoangalia ile mchezaji mmoja Musa Bala Conte, Andy Boy, Lassine Kouma, wanaakisi kwamba kesho na kesho kuta wanaweza kacheza kama wachezaji wazuri collectively, au wamepigwa? Bwana individual sasa, mchezaji mmoja ulivyowatazama ndio wamepigwa tu. Niambie Garibu. Anyways, Young Africans good thing ni kwamba wana depth kubwa, wana kikosi kikubwa sana, kikosi kipana. So hawa wachezaji ambao walianza kwenye ile mechi of course ni wageni, na wakinaikuwa wote hao na wachezaji wageni. Pale mwenyeji alikuwa ni Max Nzengeli, najua John wote wageni. Yes, wote wageni. Kwa hiyo kuanza na wachezaji wote wageni, kwa maana ya wageni ndani ya Young Africans, ilikuwa changamoto kwa sababu wale wachezaji wanahitaji muunganiko, yani waifahamu kwanza Yanga. Kwa hiyo kuna muunganiko wanaotafuta wao wenyewe kwa wenyewe, hawajuani. Edmund John amjui Celeste kwani mfanyie vipi ili awe threat. Yes, vice versa. Lassine Kouma hajui Max mipira gani na kwa threat. Hiyo vitu hawavijui. Na ninachofahamu hawa wachezaji pia hata kufuatilia hizi mechi
waga wafuatilie. Yaani Bala Conte inawezekana akawa anasajiliwa kutoka Guinea kuja huko, lakini sijui Young Africans wanachezaje hiyo vitu inawezekana asifuatilie. Kwa sababu kuna wachezaji wapendi mpira. Sio hivi vitu vipo. Lakini kama ingekuwa wanaona maybe ingeweza kuwasaidia pia hata wenyewe mentality, kuwatengenezea mentality nzuri. Lakini just imagine kipindi cha pili anatoka Bala Conte, mchezaji ambaye amekuja hapa kwa mayowe mengi, mbwembwe nyingi, lakini anaingia Malafiare. Yes, inaonekana huyu ndo good replacement katika lile eneo ili kuwa na utulivu. Kwa nini? Kwa sababu sio tu daraja la ubora, kwa sababu ni mchezaji ambaye anafahamu kuhusu Young Africans, anafahamu DNA, sasa hivi ameshakuwa na muda wa kutosha, anafahamu runs za hawa wanaocheza nao wafanya nini, kwa unakuta vitu vingi anafanya sahihi. Lakini pia anafahamu kuhusu Nation Kevin Naftari, ni kiungo aina gani, umeelewa? Aruke naye vipi? Niruke naye vipi? Tofauti na Lassine Kouma. Lassine Kouma akipata mpira, Naftari akija ajui huyu Naftari ni kaliba gani ya kiungo. Aziz akishika anajua huyu Naftari ni kaliba gani ya kiungo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinasaidia. Kwa hiyo huwezi kutumia neno amepigwa, hapana. Huwezi kutumia hilo neno, lakini wanahitaji muda. Wanahitaji muda au waingie kwenye kikosi taratibu. So Romain Folz na mimi anaona hiyo. Na hilo ilikuwa mechi ya kwanza. Sawa, hapo tumalize na swala la kikosi. Kumekuwa na mwendelezo wa malalamiko na maandishi mbalimbali juu ya kocha Romain Folz. Watu wengi wanaamini kama hana mipango, hamna kocha, hajawahi kuonesha ule mpira watu akawashawishi kwamba yes, hii ni Yanga Afrika kama ilivyokuwa anatendika Miguel Gamondi au kipindi kile yuko Hamdi Miludi. Ni hiki ambacho watu wengi wanajaribu kukiandika kinaweza kuwa na hoja ndani yake kwa namna ambavyo umeona Yanga Afrika. Kwangu mimi naona muda bado ni mchache sana. Yaani sasa hivi haitoshi hiyo. Of course amekaa na timu muda mrefu, kwenye pre-season pia amekaa nayo baadhi ya muda, ameiangalia. Lakini kuna vitu vile ambavyo najaribu kuvifikiria. Kitu cha kwanza muda, kwa maana apewe nafasi ya kuangaliwa zaidi. Timu kadri inavyozidi kucheza hizi mechi ndo makocha waga wanabadilika. Yeye anakijenga kikosi kadri muda unavyozidi kwenda, wachezaji wanapata fitness level inaongezeka, wanaanza kujuana, inawezekana kwa threat zaidi hapa kwa maana ya kiuchezaji. Umeona, inawezekana kwa bora zaidi hapa. Tukizungumzia result oriented, wamefanya vizuri. Mechi zao zote 3 walizocheza za zile crucial match zote wameshinda, kwa maana kwenye ngao ya jamii walimfunga mtani wao. Tukienda katika CAF wamefunga Wiliete ugenini na walicreate a lot of chances. Hii hapa pia wameshinda mabao 3. Kwa hiyo wametoka kufunga 3, wamefunga tena 3. Umeelewa? Kwa hiyo ukija kwenye matokeo, kwa maana scoring, no doubt ni kocha ambaye amefanikiwa kwenye create chances, that's why timu inafunga. Lakini how we are playing, wanacheza vipi, ushaona, iko ndo kitu cha tofauti. Sasa hapo ndo upande wa pili wa assumption yangu. Assumption ya kwanza inahitaji muda. Assumption ya pili, wapo makocha ambao sio good football oriented, sio hivyo. Yaani kocha ambaye yeye huwa timu yake haichezi vizuri lakini anapata matokeo. Yaani hata sio mpigaji pasi nyingi. Unajua Pep nakumbuka ule Icardi wakati wako Barcelona, ile Barcelona nayo anafunga pasi. Ile ni style of player Barcelona na kupiga pasi. Jose Mourinho anakuja na style yake wala haivutii, anapaki basi. Kwa hiyo piga pasi, mimi napaki basi. Kila mmoja anakaa kwenye falsafa yake. Finally tutakuja kuangalia kwenye kitabu nani kapata matokeo ushindi. Kwa unakuta Mourinho anamtoa Barcelona ambaye anapiga mapasi 800, Mourinho ana pasi 10, lakini Mourinho ndo ameenda. Kwa hiyo kikubwa result oriented, matokeo yanapatikanika. Tumalize na hii Yanga Afrika, huyu ambaye umemwona yuko tayari kwa ajili ya kutetea taji lake tena la NBC na kwa ajili ya kwenda kupigania hatua kubwa ya Liga ya Mabingwa kama ambavyo wao wenyewe wanasema. Wewe Yanga so ameanza vizuri. So mmefunga Fountain. Kushinda mechi moja, kila mmoja anashinda. Pamba Singida naye sikashinda mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza timu nyingi tu zinashinda. Sawa, lakini Yanga kaanza vizuri. Hivi kwenye ligi kuna timu imeshinda goli 3 bila? Hakuna mpaka sasa. Maana yake Young Africans wameanza vizuri. Kwa hivyo inasawili na kusema kwa